Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 12 siku ya Jumanne, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema afya yapewa msukumo mpya ikitengewa trilioni 1.8. Afya yapewa msukumo mpya ikitengewa trilioni 1.8. Lakini mahojiano maalum matumizi ya mafuta ya taa yapungua kwa asilimia 97. Kwenye mahojiano maalum matumizi ya mafuta ya taa yapungua kwa asilimia 97. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni habari inayosema Chadema yalitega jeshi la polisi. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, Chadema yalitega jeshi la polisi. Lakini ripoti ya Jaji Chande Mwambukusi aibuka na kasoro 30. Ripoti ya Jaji Chande Mwambukusi aibuka na kasoro 30. Lakini Jaji Warioba aeleza magumu anayopitia. Jaji Warioba aeleza magumu anayopitia. Lakini kuna habari kubwa inayosema House Girl adaiwa kumnyonga mtoto amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. Hiyo ni habari ya masikitiko, inasema House Girl adaiwa kumnyonga mtoto amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. Lakini mjadala askari kusokota rasta kuvaa kininja watikisa Zanzibar. Mjadala askari kusokota rasta kuvaa kininja watikisa Zanzibar. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 17 kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga lenye linaanza na habari inayosema waziri wa fedha aifunda NBAA awataka kuandaa wataalamu wenye tija. Lakini THBUB yabaini uelewa mdogo wa sheria unavyochochea uonevu kwa wananchi. THBUB yabaini uelewa mdogo wa sheria unavyochochea uonevu kwa wananchi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Wamachinga ni CCM mguu sawa uchaguzi 2027. CCM mguu sawa uchaguzi 2027 ni uchaguzi mkuu wa chama mwakani unaofanyika kwa misingi ya demokrasia, nidhamu na mshikamano. Yanadi uwekezaji maeneo yao yenye hadhi ndani ya chama, kuanzishwa miradi yenye tija kiuchumi. Lakini Dr. Mwinyi asema CCM itaendelea kujiimarisha kiuchumi kwa kutumia rasilimali zake ipasavyo. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Mwigulu ateta na rais wa IFAD jijini Nairobi, Kenya. Lakini mradi wa EACOP wafikia asilimia 85 utekelezaji. Mradi wa EACOP wafikia asilimia 85 utekelezaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika Dr. Mwinyi, CCM itaendelea kujiimarisha kiuchumi. Huyo ni Dr. Mwinyi asema CCM itaendelea kujiimarisha kiuchumi. Lakini wananchi wengi hawajui pa kwenda kupata haki zao za kisheria. Hao ni THBUB wasema. Lakini Masauni asema tukabiliane na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora, linaandika Rais Samia kushuhudia uapisho wa Rais Museveni wa Uganda. Rais Samia kushuhudia uapisho wa Rais Museveni wa Uganda. Kuondoka nchini kuelekea Kampala leo ni katika kuendeleza uhusiano wa kindugu kati ya nchi hizo. Lakini mradi wa EACOP Tanga wafikia asilimia 85 na waziri wa fedha aiagiza NBAA kuandaa wataalamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe asubuhi ya leo linaandika msomi UDSM ashinda foleni challenge, Ulega ampa milioni 10. Lakini Rais Mwinyi avalia njuga uwekezaji Chama cha Mapinduzi CCM. Na mapato TRA Mwanza ya paa za kusanya bilioni 179. Mapato TRA Mwanza za kusanywa bilioni 179. Lakini mageuzi makubwa ni wapi? Lakini habari inasema ni mageuzi makubwa, lakini vipaumbele 11 afya vya bambam. Lakini bilioni 123 kutekeleza miradi ya maji Mtwara. Na Dr. Mwigulu Tanzania na IFAD kushirikiana.
Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika waziri Kitwana aomba kuidhinishwa bilioni 695.7. Huyo ni waziri Kitwana aomba kuidhinishwa bilioni 695. Lakini waziri mkuu wa zamani Thailand aachiwa huru kutoka gerezani. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika CCM kuwekeza miradi mikubwa, Dr. Mwinyi asema. CCM kuwekeza miradi mikubwa, huyo ni Dr. Mwinyi asema. Lakini msajili aziagiza taasisi ziweke alama mali za umma. Msajili aziagiza taasisi ziweke alama mali za umma. Lakini serikali kupambana na uvuvi haram, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini wajumbe wa BLW wahimiza vita dhidi ya dawa za kulevya. Wajumbe BLW wahimiza vita dhidi ya dawa za kulevya. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo lenye lina habari inayosema mshahara wa wengi ni chini ya theluthi moja. Mshahara wa wengi ni chini ya theluthi moja. Ushuru makato mengi ya nyoa mshahara hadi kuvuka kiwango kilichowekwa kisheria. Lakini fungu la 10 la geuka kiini cha mizozo makanisani. Fungu la 10 la geuka kiini cha mizozo makanisani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo kurasa wa mbele. Lakini uasi waandama familia ya Odinga. Uasi waandama familia ya Odinga. Na bado inasema bajeti ya idara ya za NIS ulinzi zapata donge. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika mwenyekiti wa bodi ya REA atoa wito kwa wananchi kulinda miundombinu ya umeme. Lakini bilioni 241.6 zimetumika kununua na kusimika vifaa tiba nchini. Serikali imejipanga kupunguza kwa 50% vifo vitokanavyo na uzazi ifikapo mwaka 2030. Lakini Dr. Mwinyi kuongeza uwekezaji kiuchumi ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika sekta ya afya kimkakati, uwekezaji viwanda kulinda uchumi. MCD ya sambaza bidhaa za bilioni 317. Lakini Tanzania kushirikiana na IFAD kuboresha kilimo na mifugo, huku TRA yataja changamoto 3 kukusanya ukusanyaji wa mapato Afrika. Lakini Muhimbili yapandikiza mimba wanawake 18. Lakini ajali nyingine ya basi lori yaua Iringa. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 17 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie kwenye ulimwengu wa michezo na burudani. Na gazeti lako la Habari Leo linaanza na habari inayosema jumba la dhahabu la iponza Yanga. Jumba la dhahabu la iponza Yanga. Lakini Samia aipongeza Tanzanite ataka maandalizi bora. Samia aipongeza Tanzanite ataka maandalizi bora. Lakini Makonda ashiriki utiaji saini azimio la AFCON 2027. Na kwenye burudani Shilole ashinda tuzo Kenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mchezo, linaandika mkataba mpya wa chama Simba uko tayari. Mkataba mpya wa chama Simba uko tayari. Lakini Jamhuri Morogoro uko tayari kwa ligi kuu. Yanga yapigwa faini, meneja afungiwa. Mayele aipa taji lingine Piramidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Kamara kusaini mkataba mpya Simba. Kamara kusaini mkataba mpya Simba. Yanga yapigwa faini kuvalia jumba la dhahabu. Yanga yapigwa faini kuvalia jumba jeupe. Lakini Edna Lema tumestahili kufuzu kombe la dunia. Huyo ni kocha Edna Lema. Mourinho afurahia kufuzu kombe la dunia. Lakini Molin, Yanga tutabeba ubingwa. Huyo ni kocha Molin asema Yanga tutabeba ubingwa. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema
na kwaherini, asubuhi njema.